tumezindua mradi. Huu mradi ambao ni mradi wa kutoa mafunzo pamoja na kujenga uwezo kwa ajili ya kusaidia jinsi ya mnyororo wa thamani. Hapa tunaongea logistics kwa ajili ya supply chain. Hapa tunaongelea ni kwamba bidhaa za afya, kwa mfano kama madawa, kuanzia kule vinavyopatikana mpaka kufikia mlaji. Hii ni eneo ambalo linahitaji kujengewa uwezo kwamba wale wataalamu wanaoshughulika na kusambaza hizi bidhaa za afya wapate mafunzo, lakini na ile miundombinu yako jinsi ya kufika kule. Kwa huu ni mradi ambao umekuja Chuo Kikuu cha Afya na Sayansi Muhimbili kupitia kwa rafiki zetu Chuo Kikuu cha Addis Ababa cha Ethiopia, na baada ya kupata wafadhili kutoka maeneo mbalimbali Ulaya. Sasa maana ya huu mradi wake ni nini? Huu mradi unataka kuleta kwamba tutatoa mafunzo kwa wataalamu wa mnyororo wa thamani wa logistics, lakini vivyo tutaanzisha mtaala wa masomo ya uzamili masters. Tupate wataalamu wa kusomea masters ya supply chain, jinsi ya kusimamia kusambaza bidhaa za afya. Lakini vivyo kutakuwa na mafunzo ya muda mfupi yatatengenezwa kwa ajili ya kujengea uwezo watu mbalimbali ambao wanahusika katika hiyo taaluma ya kusambaza bidhaa za dawa. Lakini vivyo kutafanyika tafiti. Kuna tafiti ambazo zitafanyika kusudi kupata majawabu zile changamoto ambazo tunazipata. Niwachukulie nyuma kwamba tuliyopata changamoto ya uviko 19, COVID-19 duniani kote. Sehemu kubwa ambayo ilipata shida ni sehemu ya huduma za afya. Kwa sababu kama unavyojua, kwa mfano nchi za wenzetu walikuwa na lockdown. Maana ya lockdown ni kwamba mtu ulikuwa uruhusiwi kwenda sehemu moja kama nyingine. Sasa dawa zinatokaje sehemu zinakozalishwa au zinakotunzwa kumfikia yule mgonjwa? Kwa hiyo ilikuwa ni changamoto kubwa sana. Kwa hiyo kwa uzoefu ambao tumepata kwenye changamoto za ugonjwa wa uviko 19, sasa tumepata mafunzo. Tunataka sasa tuweke mikakati, tufundishe watu, tuweke mitaala kuhakikisha kwamba tunavyopata janga kama hilo tayari tutakuwa tumejiandaa jinsi ya kukabiliana nao. Maana majanga yapukiki inawezekana, lakini bila hata haya majanga tuna imani kwamba wenzetu, kwa mfano tuna wenzetu hapa kutoka Norway, kutoka Ujerumani ambao umeona hapa, ambao ni washirika wetu. Ukienda kule kwa mifumo imeboreshwa sana ya kusambaza bidhaa za afya. Sasa tumekaa nao, tumeangalia zile changamoto ambazo tunazo sisi kama nchi kwamba tunaweza tukatoa kupitia mradi huu. Muangalie hapa tunao kwa mfano wawakilishi kutoka ofisi ya Rais TAMISEMI, tunao wawakilishi kutoka mamlaka ya dawa na vifaa tiba, tunao wawakilishi kutoka Baraza la Pharmacy Tanzania, tunao wawakilishi kutoka Bohari ya dawa Tanzania na maeneo mbalimbali. Kwa hiyo lengo ni kwamba hawa wadau wote tuwe na uelewa pamoja kwamba tunavyoenda sasa kutekeleza huu mradi, huu ni mradi ambao ni wa kitaifa na wadau wote wajue kwamba sasa tunaenda kutatua hizo changamoto. Kwa hiyo tunafurahi sana, kitu cha kwanza, lakini nakutoa shukrani kwa serikali. Miradi kama hii huwezi kuipata kama una mashirikiano mazuri na wenzetu, kwa mfano wa Ethiopia na mataifa ya Ulaya. Ni kutokana na mashirikiano mazuri. Sisi kama Chuo Kikuu cha Muhimbili tumeweza kuwa na mashirikiano mazuri, lakini vile vile kupitia wizara zetu, TAMISEMI, Wizara ya Afya na haya taasisi nyingine. Kwa hiyo tunajivunia ni mradi mzuri ambao nafikiri unaenda kutusaidia kutatua changamoto ambazo tunakumbana nazo jinsi sasa ya kusambaza bidhaa za afya kama dawa kutoka kwa mfano MSD kwenda mpaka wilayani au kutoka sehemu nyingine zinazozalishwa mpaka kwenda mikoani kwenye vituo vya afya. Kwa hiyo huu mradi unaenda sasa kuboresha hiyo taaluma, kwa sababu kama kwanza tunajenga uwezo wa watu, lakini vile vile na mifumo tunaenda kuboresha mifumo. Lakini kama nilivyosema tunaenda kufanya tafiti. Sasa zile tafiti zitatusaidia kupata majawabu jinsi ya kuboresha mifumo yetu ya afya, hasa kwenye usambazaji wa bidhaa za afya. Jina langu naitwa Profesa Eliangiringa Kaale, ni profesa katika skuli ya Pharmacy ya MUHAS na pia ni mratibu wa mradi huu wa Sensility Tanzania, mradi ambao unalenga kuboresha uwezo katika mnyororo wa bidhaa za afya. Mradi huu unalenga kutekelezwa kwenye maeneo makuu matatu. Eneo la kwanza ni eneo la kujenga uwezo wa kitaaluma, na hapa tumepanga kutengeneza mtaala wa masters program
katika mnyororo wa bidhaa za afya, na kipi hasa kwenye mradi huu ni kwamba tunataka kuboresha content ya ambayo wanafunzi watafundishwa, na pia zile njia za kuwafikishia, kwa maana kwamba delivery methods. Kwa nini tunafanya hivi? Ni kwa sababu tumefanya consultation na wadau muhimu, na wadau wakasema kwamba wanahitaji program ambazo ni flexible, kwa maana kwamba wanafunzi ambao ni wateja wetu wangependa waweze kuwa na program ambayo wanasoma wakiwa kazini, na pia waajiri wengi wanapenda kumwachilia mwajiriwa kwa miaka miwili mizima bila kufanya kazi. Pia waajiri wanasita kuwapa ruhusa. Kwa hiyo tunataka tutengeneze program ambayo itamfanya mfanyakazi aliyeajiriwa asome module akiwa kazini na huko anaendelea na kazi, na hii ni nzuri kwa maana kwamba inampa nafasi ya kujijenga yeye kama kwenye career development, wakati huo anaongeza ujuzi professionally. Tumeshapata uzoefu kutoka kwa wenzetu wa Ethiopia, lakini pia kabla ya kuamua kwamba tutafundisha module zipi, pia tutafanya assessment. Tutafanya assessment, tutatengeneza survey, tutawafikia wadau wetu, watatuongoza kwamba ni maeneo gani ambayo yana upungufu wanahitaji kufundishwa. Hilo ni moja. Lingine, kwa wafanyakazi wanaofanya kazi kwenye mabohari, kuna wale ambao ni professional, kwa mfano wafamasia, wafamasia wa teknolojia pamoja na wasaidizi. Sasa hawa wanaenda kwenye kategori ya kwanza, lakini sasa hawa kuna wale ambao non-professional, wale ambao wanapanga bidhaa kwenye go down, wanaoendesha zile mashine za kubeba mizigo, forklift. Sasa hawa wenyewe sio professional, lakini kuna ujuzi ambao wanatakiwa wawe nao ili waweze kujua kukimu yale majukumu yao. Kwa mfano, bidhaa ambazo zinahitaji mnyororo baridi, hata kama sio professional, lakini sasa tuseme unaendesha forklift imebeba bidhaa ambazo zinahitaji mnyororo wa baridi, ina maana unatakiwa upate zile basic knowledge kwamba bidhaa hizi zina haribika kama zikiachwa kwenye hali joto. Kwa ina maana ukiwa unaendesha forklift imebeba bidhaa ambazo zinahitaji mnyororo wa baridi, lazima uhakikishe kwamba unazipeleka haraka, na sio kwamba unaweza ukasimama njiani unapiga hadithi, unapokea simu, kwa kuwa utakuwa unaziexpose kwenye hali joto ambayo itazidhuru. Kwa hiyo tunataka tutengeneze mafunzo moja kwa kushirikiana na vyuo vya VETA ambavyo vinatoa mafunzo kwenye ngazi ya kwanza, ya pili na ya tatu. Tutengeneze mitaala rasmi kwa ajili ya wafanyakazi hawa kwenye ngazi hii. Alafu pia kwa wale ambao tayari wanafanya kazi hizi kwenye mabohari lakini hawakupata mtaala huu rasmi, tutatengeneza pia mafunzo endelevu mafupi ili na wao waweze kufaidika na mradi huu. Mradi huu umefadhiliwa kwa miaka 3 na kila mwaka unafadhiliwa kwa kiasi cha euro 830,000. Kwa ina maana kwa miaka 3 itakuwa ni euro 850,000 mara 3. Asanteni sana.